Chama cha Mapinduzi CCM kupitia uongozi wake manispaa ya Songea kikiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho ndugu Mwinyi Msalom pamoja na katibu wa CCM manispaa ya Songea Comrade James Mgego kimeendelea mikakati madhubuti ya kujenga chama kwa vitendo baada ya kukamilisha ujenzi wa ofisi za chama ngazi ya tawi na kata. Kwa sasa juhudi zimeelekezwa katika ujenzi wa nyumba za watumishi wa chama ikiwa ni sehemu ya kuboresha mazingira ya kazi na huduma za chama kwa jamii. Katika hatua ya sasa chama kimeanza ujenzi wa nyumba ya katibu wa CCM manispaa ya Songea inayojengwa katika mtaa wa Namanyigu kata ya Mshangano. Akizungumza wakati wa zoezi la uchimbaji wa msingi wa nyumba hiyo, zoezi la washirikisha mabalozi pamoja na wachama wa CCM, katibu wa chama hicho Comrade James Mgego amesema tayari nyumba za watumishi ngazi za jumuiya zinaendelea na ujenzi na hatua inayofuata ni ujenzi wa nyumba ya katibu wa wilaya. Naitwa James Mgego, katibu wa CCM wilaya Songea mjini. Leo tuna zoezi la kuchimba msingi katika nyumba ya mtumishi, kwa maana nyumba ya katibu wa CCM wa wilaya. Na sisi Songea mjini hatuna nyumba ya katibu wa chama. Katibu anaishi mtaani, nyumba za kupanga, lakini tumekuja leo hapa, tumedhamiria kupitia kamati ya siasa ya wilaya chini ya mwenyekiti wetu Mwinyi Msalom, tumeona ipo haja ya kujenga nyumba ya katibu wa CCM wa wilaya, na hapa ni kata ya Mshangano, mtaa wa Namanyigu, na hapa ndipo inapojengwa nyumba ya katibu wa CCM wa wilaya. Na leo tumekuja hapa na viongozi wa chama na jumuiya, tunao mabalozi wamefika toka saa 12. Kama unavyoona kazi inaendelea vizuri. Lengo letu ni kujenga nyumba nzuri ya kisasa kwa ajili ya mtumishi wetu katibu wa CCM wa wilaya. Hapa tunajenga nyumba ya kisasa kabisa. Kama unavyojua kwa sasa lamani zipo za kisasa na lamani yetu kama unavyoona ni ya kisasa zaidi, lakini tunajenga na mafundi ambao wameenda shule, tuna injinia anayesimamia ujenzi. Na hii nyumba ni ya kisasa zaidi na tunataka tujenge kwa haraka, ikiwezekana kabla ya mwaka huu kuisha, katibu wetu au mtumishi wa CCM wa wilaya awe amehamia kwenye hii nyumba. Matarajio ya nyumba hii tunataka ni nyumba kubwa, of course zaidi ya milioni 80 mpaka 100. Tunategemea ni nyumba ya kisasa zaidi, ni nyumba kubwa. Kwa hiyo matarajio yetu kuanzia milioni 80 mpaka 100 ili nyumba iwe na ubora wa viwango vya hali ya juu. Chama chetu ni chama cha wanachama, na sisi hatuna kusema tuna mfuko wa kuchukua hela kuja kujenga. Kwa hiyo ujenzi wa nyumba hii unategemea wanachama wenyewe, lakini wadau, viongozi mbalimbali. Na ndio maana leo tumekuja na viongozi na wanachama kwa ajili ya kutoa nguvu. Na hapa wamekuja wanachimba msingi wenyewe kama wanachama. Na hata ujenzi wenyewe tutajenga kwa nguvu ya wanachama kwa kutumia michango, ushauri na vitu vingine kila mmoja atakavyoguswa. Mimi ndugu mwandishi niwaombe sana wadau wa Chama cha Mapinduzi, hata walioko wanachama na sio wanachama, wenye mapenzi tu na maendeleo ya mji wetu wa Songea, basi tuwaombe watuchangie chochote kile atakachochangia. Na sana sana sisi tulikuwa tunapenda sana mtu akituchangia tofali, yani vile vitu material, wakituchangia material hayataleta uongo. Kama ni tofali mtu atupe tofali, kama ni simenti mtu atupe simenti, kama ni boliti mtu atupe boliti, kama ni bati 10 mtu atupe bati 10. Viongozi na wanachama waliokuwa sehemu ya shughuli hiyo ya ujenzi wameeleza uwepo wa nyumba ya katibu wa wilaya katika mtaa wa Namanyigu utasaidia kuimarisha huduma za shughuli za kijamii katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na kukuza maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wakazi wa mtaa huo. Kwa kweli ni jambo jema, alafu ni jambo nzuri. Kwanza tunamsifu sana katibu wetu James Mgego jinsi alivyotuhamasisha, na sisi tunajua kabisa tunaijenga nchi. Yaani hapo tunamuunga kabisa Mama Samia jinsi anavyofanya na ndivyo tunavyofanya. Na sisi tunafuata maelekezo ya bosi wetu. Anapotuambia Mgego kufanya hivi tunafanya. Alivyosema anaenda kuchimba msingi kwa ajili ya nyumba ya katibu, tukasema UWT lazima tuungane. UWT ndio tunaendesha chama. UWT ndio tulioibeba CCM. Kweli nikawahamasisha wanawake wenzangu, wamama wenzangu kata zote 21, tukasema tunakwenda kuchimba msingi wa nyumba ya katibu. Kama unavyoona kina mama wapo, huku tunashughulika kupika, wababa na wenyewe wapo, vijana wapo. Yaani kwa kweli ni tukio moja ambalo ni zuri sana. Tumefurahi kwa sababu ujenzi wa nyumba ya katibu wa CCM wa wilaya kwenye mtaa wa Namanyigu ni fursa kwetu pia kama wana mtaa wa Namanyigu. Eneo hili umeme kwanza bado hujafika, kwa hiyo naamini hii nyumba ikijengwa hapa tutapata umeme kwa wakati, na pia hata barabara maeneo haya barabara nyingi pamepimwa, lakini barabara nyingi hazijakuanguliwa. Kwa hiyo kwa project hii ya ujenzi wa nyumba ya katibu ya wilaya ya CCM
naamini hapa patabadilika muda si mrefu. Mimi nashukuru Mungu, nimekuwa kiongozi wa muda mfupi kwenye chama hiki na nimefanya matukio ya kihistoria kama mawili, na hili linaenda kuwa la tatu kupitia kwa mdau wetu wa maendeleo. Na tunasubiri kama mwito utakuwepo kwa viongozi wetu wa wilaya kushiriki, na sisi tutashiriki. Ndio maana unaona hatua moja kama hii ya maendeleo, mimi nimekuja kuchimba msingi huu. Kama unavyoona vijana ni wengi sana wamejitokeza, wanashiriki zoezi la kuchimba msingi kuashiria kwamba ujenzi ndio umeanza. Naomba nitoe wito kwa vijana wote wa chama na vijana wote kwa ujumla kupenda kushiriki shughuli mbalimbali za kimaendeleo ndani ya chama, lakini na jamii kwa ujumla, kwa sababu shughuli hizi mbalimbali za kimaendeleo ndio zinaleta chachu ya maendeleo ndani ya chama chetu na jumuiya zake, lakini na jamii kwa ujumla. Kwa upande wake, fundi msimamizi wa ujenzi huo Engineer Anthony Aule amesema mradi unatarajiwa kukamilika ndani ya siku 45, huku akisisitiza kuwa kazi hiyo inatekelezwa kwa viwango vya juu ili kuhakikisha uimara na ubora makazi ya katibu wa chama hicho. Naitwa Engineer Eric Anthony Aule, ni fundi msimamizi wa hili jengo. Tumeanza juzi kuanza kuseti na kusafisha. Hatimaye leo tarehe 16 wanachama wamejitokeza kwa ajili ya kuchimba msingi. Tuna matarajio ya kesho kuanza kujenga msingi. Ujenzi wa awali msingi mpaka boma kumaliza ni siku 45. Mimi ni Newton Ndenda, Side TV.